Tumeandaa event ya kusindikiza tukio hili kubwa, ambayo hiyo event tumepanga kuifanyia Mlimani City. Venue ni Mlimani City. Kwa nini Mlimani City? Upendo Mkone sio mtu mdogo ukiongelea kwenye gospel singers. Kwa hatukutaka kuchukua kitu kwa udogo pia. Ndio maana tukachagua sehemu yenye status ambayo italibeba na itambeba na itampandisha. Sisi tulivyo discuss na kamati yangu ni kwamba it's a stepping stone. Ni kama kanyagio la kumpandisha kwenda huko juu zaidi. Kwenye maisha ya kutafuta kila siku, kwenye maisha ya kuimba, kuna kupanda na kushuka, kuna kupoa. Kwa hiyo sisi tunataka kumngaza, tunataka kumpandisha juu na tunataka aonekane zaidi na iwe endelevu. Kama ataendelea kufanya mikoani na sehemu nyingine yoyote East Africa na ikavuka mipaka, itakuwa ni jambo zuri zaidi. Yes. Kwa hiyo tutakuwa na event ya kukabidhi gari ambayo itafanyika tarehe 23 Alhamisi, yani kesho kutwa, ni Jumatatu, Mlimani City. Na wakaribisha wote pia ambao mtataka kuhudhuria na event hii itasindikizwa na baadhi ya gospel singers ambao dada Lila itakuja kuexplain vizuri. Lakini itakuwa ni event ya kumkabidhi gari, tutaimba, tutatoa sadaka, tutamkabidhi, tutauza flash zake ambazo atakuwa amezichota nyimbo zake nyingi huko tayari kama support pia. Lakini pia mnajua nyimbo zake hazichuji, ndio maana hadi leo tunaweza tukaimba, celebrate nyimbo zake, tukaendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo za upendo. Lakini we don't pick side. Sisi tunamwalika pia dada yetu Mwasa Maipaja. Yaani hatujaingia kwa sababu kulikuwa kuna collision ndani yao kwamba tumeibeba upande mmoja. Hapana. Hawa wote ni watumishi wa Mungu, wote wametumika. Yaani kwanza wote tunawaheshimu. Mimi pia hata wakati niko mdogo nimebarikiwa sana na nyimbo za Martha Maipaja. Ni vile tu imetokea kwamba tumelipitisha kwa njia ya upendo. Yaani kupitia kwa upendo. Lakini hatupik side yoyote, hatushabiki chochote. Tunamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambavyo alienda akalisolve haraka iwezekanavyo na kuwaweka kufanya upatanisho ndani yao, na sisi ndio pale tulipopata hata nguvu ya kufanya kitu hiki. Yes. Of course ni njia moja ya kumnyanyua mtumishi wa Mungu. Lakini hiki kitu tumekiomba kwa Mungu kiwe kibali na kiwe ni endelevu. Yaani kisiishie njiani. Yes. Theme ya theme ya jina lote la event hii inaitwa The Crown of Glory. Yes. Tumelichagua kuwa hivyo, Crown of Glory, taji la utukufu kwa Kiswahili, ambayo sasa limemwangukia this time around dada Upendo Mkone. Tumeomba kibali kwamba iwe endelevu. So every year tuna mpango wa kufanya event ya The Crown of Glory, tukimtafuta mtumishi wa Mungu mmoja tumbariki. Sio kwa gari, sio kwa nini, vitu ni vingi. Imetokea yani a starting point imetokea kwa hapa na kutukutia kwenye gari. Unajua Mungu Bwana, kwa sisi ambao tunasali tunasema God is working in mysterious ways. Yaani njia za Mungu ni za maajabu. Imepitia kwenye gari, next time itapitia kwenye kitu kingine. Lakini tumekaa na dada yangu mtumishi wa Mungu, dada Lilian Mwasha, lakini na Pastor Pamela Bishota, wote tukakaa create idea nzuri ya kuweza kumtukuza Mungu kwa njia hii. Kwa hiyo dada Lilian, naomba uendelee kidogo hapa kwenye artist na watumishi wa Mungu ambao watakuwa kwenye hii event. Okay.